السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما baada ya kumshukuru anayestahiki kushukuriwa, naye ni Mola wetu jalla jalaluhu. Kadhalika baada ya kumsalia bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tumshukuru tena Mwenyezi Mungu kuiona siku ya leo Ramadhani hii ya 4, na tumuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie katika kukamilisha ibada hii ya somo inshallah. Katika darasa ya jana tulizungumza na tukaweka wazi kwamba Nabii Allah Yusuf alayhi salam, kiswa chake kizima cha anzia pale alipoota ndoto. Lakini baada ya kuyazungumza tuliyoyazungumza, alipoota ndoto akaona mtu wa kwanza mimi kumwelezea nafaa nimwelezee babangu. Baada ya kuyazungumza tuliyoyazungumza katika hilo, tukasema kuwa inshallah katika darsa ya leo kuna baadhi ya mambo tunataka tuyaangalie. Tunataka tuangalie baadhi ya maswali tuyajibu yanayofungamana na masala mazima ya ndoto, kisha tuendelee mbele katika pale tutakapokoma. Ikiwa Nabii Yusuf alayhi salam aliota ndoto kama namna aya ilivyotuambia, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni raaitu 11 kawkaba washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Babangu, mimi nimeota kwamba kuna nyota 11, changanya jua na mwezi, zote nimeziona zikisujudu kunisujudia mimi. Tukasema tunataka tuangalie, je, kwanza ndoto ziko? Ingawaja swali hili hatukutakiwa kujiuliza, kwa sababu sote twajua kwamba ndoto ziko. Lakini kilichotufanya tujiulize ni kwa sababu tunataka tuangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba ndoto ziko. Sheria imezungumzia vipi kuhusu masala ya ndoto? Na naam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alifuata na sahaba Ubada ibn Samit, alimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, akamwambia, ya Rasulullah, araaita qawla Allah, walitafsiri vipi ama lina maana gani neno la Mwenyezi Mungu aliposema
lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, wana furaha wale waja wema, wana furaha, wana bishara duniani na akhira. Ya Rasulullah, hawa waja wema hizi bishara ambazo wanazo duniani ni bishara zipi? Kwa sababu sote tunajua kwamba bishara ni kwenda kumuelezea mtu jambo la furaha. Bishara ni kwenda kumuelezea mtu jambo ambalo litamtia hamu, litamfurahisha, limtengenezee siku yake. Sisi huita bishara. Na aya imesema lahumul bushra, waja wema wana bishara duniani na akhera. Sasa huyu sahaba Ibn Samit ameuliza Mtume, hii aya hasa kilichokusudiwa ni kipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu akamwambia, maana ya lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mtume akamwambia, tilka ru'ya salihatu, hizo ni ndoto njema ndio zilizokusudiwa hapo. Yaraha rajulu, mtu yuaota yeye ndoto njema, au tura lahu, au yuaota mwingine kumuota huyu mja mwema, kisha yaja kumwambia, bana mimi nimekuota wewe ukifanya jambo kadhaa kadhaa kadhaa. Mtume amwambia huyu sahaba, kitendo cha mtu kuota ndoto njema au mwingine kumuota yeye katika ndoto njema, ndio maana ya hizo bishara. Hiyo lahumul bushra, wana bishara duniani na akhera. Bishara ndoto njema. Na naam, ndoto njema mtu akiota huwa ni kama bishara Mwenyezi Mungu amempelekea. Na ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyoanziwa wahi. Mtume wetu Muhammad kabla ya kuanza kushukiwa na Jibril rasmi kwamba sasa mimi wewe lolote nitakwambia mimi ndio ambaye nitatumwa na Mwenyezi Mungu ndiye nikuelezea yale alionituma. Kabla ya kuanza kushukiwa na Jibrili, Mtume kwanza alijaaliwa ndoto za ukweli. Ukisoma katika sira utaona waqad budi alwahyu birru'ya sadiqa, Mtume alianziwa na ndoto za ukweli. Fakana la yara shay'an fi naumihi, Mtume ikawa haoti kitu usingizini, illa tahaqqaqa fi yaqadhatihi, isipokuwa akiwa macho akiamka atakiona kikifanyika vile vile alivyoona kwenye usingizi. Na ndio hadithi ya Sayyidatina Aisha radhiallahu anha inavyosema. Sayyidatina Aisha asema, Mtume wahyi ulivyomuanzia kabla ya kuanza Jibrili ulianza kwa njia ya ndoto. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuota vitu katika usingizi. Sayyidatina Aisha asema, basi Mtume hakuwa akiota kitu illa jaat mithla falaqis subhi, isipokuwa kile kitu kinakuja kama mwanga wa asubuhi. Kama vile asubuhi inavyotokeza nyeupe nyeupe ukaona kabisa sasa ni asubuhi. Mtume ndivyo zile ndoto zilivyokuwa zikimfungukia, akaona hichi ndicho nilichokiota jana. Na ndivyo waja wema wengi wanavyokuwa. Mwenyezi Mungu huwaambia mambo usingizini. Baadhi ya mambo ambayo yatatokea kesho, wakilala hupewa habari kwamba kesho kutatokea jambo kadha, na siku ya pili akiamka lile jambo likawa kama alivyoliona jana kwenye usingizi. Hii ni alama njema. Kwa hiyo kwa hizi dalili mbili tulizozitaja, yathibitisha kwamba ndoto ziko, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekiri kwamba ndoto ziko. Katika hadithi ya al-Imamu Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, dhahabatin nubuwatu wa baqiyatil mubashiratu, utume umeisha, hakuna mtume tena baada ya Mtume Muhammad, lakini vyenye kumpatia mtu bishara bado viko. Mtume sallam akaulizwa, wamal mubashiratu ya Rasulullah, hivyo venye kumpa mtu bishara ni vipi? Mtume akajibu, arru'ya salihatu yaraha almu'minu au tura lahu, venye kumpa mtu bishara ambapo bado viko ni mtu aote ndoto njema ama mtu mwingine amuote yeye katika ndoto njema. Hizi ndio almubashirat. Kwa hiyo ndoto
tukiwa tunataka tuziangalie katika je ziko. Mtume sallallahu amethibitisha kwamba ziko, naam amethibitisha. Na hili la kuthibitisha mtume lina mifano mingi sana katika Qur'an, na mifano katika suratu Yusuf hii ambayo sisi tumeishika, mifano katika suratu Yusuf imekithiri zaidi. Ukifungua suratu Yusuf, anza kwanza na suratu Safat. Katika suratu Safat aya ya 106, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu aelezea habari ya Nabii Ibrahim na mwanae Ismail. Aya yasema Nabii Ibrahim aliota kwamba yuamchinja mtoto wake. Akaota siku ya kwanza, akaota siku ya pili, siku ya tatu akaona hapana, mbona ndoto hii mimi naiota mara tatu na mchinja mwanangu? Hii ndoto ina jambo, lazima niitekeleze. Akamshika mwanawe yuenda naye kumchinja kama alivyoota yuamchinja. Aya sema falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabii Ibrahim alipokuwa yuko njiani yuenda naye Ismail, alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, mwanangu mimi nimeota usingizini kwamba mimi nakuchinja. Aya yaonesha wazi kwamba naam, mtu kuota ni kitu kiko na kikawa cha ukweli ama kikawa cha urongo. Inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeota na kuchinja wewe na kutia kisu. Fandhur madha tara, mwanangu waonaje kuhusu ndoto hii, nitekeleze ama niachane nayo? Amshauri mtoto wake. Mtoto kwa kuwa anajua babangu ndoto zake si ndoto za kawaida, babangu hawezi kuota tu ndoto za upuuzi, tena ndoto kama kunichinja mimi iwe ni upuuzi. Akamwambia ya abati if'al ma tu'mar, baba fanya kile ulichoamrishwa. Yani Nabii Ismail alijua fika hiyo si ndoto ya kawaida, ni amri aamrishwa na Mungu. Na ndivyo ndoto za manabii zinavyokuwa. Manabii wakiota ndoto zile ni ukweli. Hakuna mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye aliota ndoto kisha ikawa kama yangu mimi na wewe ni hivyo tu, yani umeota alafu basi. Hakuna. Manabii wa Mwenyezi Mungu wakiota ni sehemu katika wahi wameletewa. Wakiota ni sehemu katika kuambiwa na Mwenyezi Mungu wameambiwa. Nabii Ibrahim alipoota siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akaona hapana. Alipomweleza mtoto wake, mtoto alijua hii ni Mungu ndo amemwambia, ndio akatamka maneno hayo, akamwambia if'al ma tu'mar, baba fanya ulichoamrishwa, sio ulichokiota, kwa sababu wajua hiyo si ndoto, hiyo ni amri anaamrishwa. If'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa baba. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, mimi katika wenye subra insha Allah utanipata humo, mimi nina subra nichinje. Waziwazi katika Qur'ani kwamba naam ndoto ziko na ziliotwa na watu zamani. Ukienda katika suratu Yusuf aya ya 36, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alipokuwa akielezea wakati Yusuf akitiwa jela, Mwenyezi Mungu aya imesema wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Nabii Yusuf kutiwa jela tu, kuna na vijana wawili wakati wa jela pamoja na Yusuf. Hawa vijana wawili walipotiwa jela wakaota walipolala usiku wote wawili. Aya inaelezea ndoto walizoota. Aya yasema qala ahaduhuma, walipoamka usubuhi wakaona mimi nimeota. Wakaona nani hapa tumwambie huyo, wakamwambia Nabii Yusuf. Mmoja akasema inni arani a'siru khamra, mimi nimejiota mimi mwenyewe nikajiona usingizini kwamba nakamua tembo, yani natengeneza tembo vizuri nalitia katika chombo. Yule mwingine akamwambia Nabii Allah Yusuf, waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, mimi nimeota kwamba nimebeba katika kichwa changu mkate, taakulu at-tayru minhu, na ndege wanakula ule mkate ukiwa katika kichwa changu.
Kisha wakamwambia Nabii Yusuf, nabina bitawilihi inna naraka minal muhsinin, tuelezee tafsiri ni vipi za hizi ndoto. Mimi nimeota na kama tembo, ule mimi nimeota mneka mikate kichwani, ndege huja wakala ile mikate, vipi tafsiri yake? Aya katamka wazi kwamba wako watu ambao zamani waliota. Manake tupige ile mifano kuthibitisha naam, ili tufike katika lengo letu mbele ambapo tutaka kulizungumza. Nenda katika aya ya 43 mbali na hii 36. Katika 43 Mwenyezi Mungu ameeleza tena. Mwenyezi Mungu asema, waqala al-maliku inni ara 7 baqaratin simanin ya'kuluhunna 7 ijafun wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Mfalme wakati huo wa Yusuf naye pia aliota. Ndoto yake aliwakusanya watu kama aya inavyosema, waqala al-maliku, mfalme alikusanya watu akawaambia, inni ara, mimi nimeota nikaona usingizini mwangu 7 baqaratin siman, mimi nimeota ng'ombe 7 wanene, wamenenepa vizuri. Yakuluhunna, wanawala hao ng'ombe 7 walonenepa, wanaliwa na wanaowala 7 ijafun, ni ng'ombe wengine 7 waliokonda. Kwa hiyo ng'ombe 7 walionenepa wanaliwa na ng'ombe 7 waliokonda. Hii ndoto ya kwanza. Ambia na kuna na ya pili, wa 7 sumbulatin khudrin, na nimeota visuke 7, visuke vya mahindi 7 ambavyo viko rangi ya kijani, yani vimeiva uzuri, nimeviota viko hapo. Wa ukhra yabisat, vinaharibiwa na vingine 7 vilivyokauka. Kwa nimeota ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe 7 walokonda, na visuke 7 vilivyo rangi ya kijani vinakaushwa na visuke 7 vilivyokauka. Akaambia, ayuhal malau, enyi pote nililowakusanya hapa leo, aftuni fi ru'yaya, nielezeni ndoto yangu. Kwa hiyo ni wazi kwamba ndoto, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu imetaja kwamba ni kitu ambacho mtu humtokea na kikawa na maana. Na wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndoto ziliwahi kupatikana. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ndoto ziliwahi kupatikana, bali yeye mwenyewe Mtume alikuwa na ada huambia masahaba, aliyeota aje anielezea ameota nini, aliyeota aje anielezea ameota nini. Sahaba mmoja asema, wenzangu kila siku enda kumueleza huyu, atasema Rasulullah, mimi naota hivi, huyu mimi naota hivi, mimi sipati cha kuota. Watu waeleza, mimi sipati cha kueleza, kila siku mimi sioti kitu. Asema nikajiambia, mbona mimi sioti? Atamani na yeye aote, akamweleze Mtume. Asema siku hiyo nilipolala nikaota nimejiliwa na watu, wakaanza kunifunga mapingu, wakaanza kuniburuta, wakanitupa sijui katika shimo, sijui ndani hilo shimo kuna sijui nini. Alipoamka usubuhi akaona mimi siku zote naomba kuota, nikamwambia Mtume nilichoota, kisha ndoto yenyewe mambo ni haya. Mtume si atanambia wewe enda motoni? Manake hawa watu wawili nitambua ni Munkar na Nakir. Hao mashimo lotupo tambua hao ni mashimo ya moto wa Jahannam. Akaingiwa na uoga. Siku ya pili Mtume sallallahu alipomuona akamjua, akamwambia wewe jana umeota na ndoto imekutia wasiwasi. Lakini sikutia wasiwasi. Mtume akamuelezea maana ya ile ndoto yake. Mtume alikuwa akiwaambia masahaba, bali yeye mwenyewe Mtume sallam alikuwa baadhi ya masiku akiota. Ukisoma kuna hadithi ndefu, Mtume aliwahi kuota sijui jambo kadhaa, akaota kukawa na nini, ambapo ile hadithi yake aliyoota siku ya pili awaelezea masahaba imefanana sana na yale mambo alioonyeshwa katika usiku wa Isra'i na Mi'raj, imefanana sana na hayo mambo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi, Mtume siku moja amejiliwa na bwana. Ule bwana akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni ara lailata, mimi usiku wa leo nimeota. Anamwambia Mtume na baadhi ya maswahaba wako akiwemo Sayyiduna Abu Bakar.
Amwambia inni ara al-laylata fil manami, mimi usiku nimeota dhullatan, nimeota kuna kivuli, tantufu asamna wala asala, nimeota kivuli cha tonesha, kuna tona asali na samli za tona. Asema faara an-nasa yatakaffafuna minha biaidihim, ghafla nikaona watu wanaanza kukimbilia yale matone ya samli na asali, wanakingiliza kwa mikono yao miwili. Anamwambia Mtume falmustakfiru walmustaqillu, basi kuna wengine ambao walikingiliza kwao walipata nyingi, na kuna ambao walikingiliza lakini walipata kidogo. Amwambia Mtume wa ara sababan wasilan minas samai ila al-ard, na nikaona kitu kama kamba kimetoka mbinguni kimekuja mpaka ardhini. Amwambia faaraka, nikakuona wewe Mtume, nimekuota. Faaraka akhadhta bihi fa'alauta, nikakuona umeishika ile kamba ukapanda ukaenda juu. Thumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala, nikaona mwingine baada yako naye alishika ile kamba akaenda juu. Thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala, mtu mwingine naye akashika ile kamba akaenda juu, mtu watatu. Asema thumma akhadha bihi rajulun akharu fanqata'a bihi, kuna mtu mwingine wanne akaishika ikakatika, haikumpandisha, ikamkatikia. Thumma usila lahu, kisha akaunganishiwa baada ya kuwa imemkatikia, faala, na yeye pia mwishoe akapanda. Akamwambia Mtume yule sahaba, ya Rasulullah, hii ndoto niloota ina maana gani? Amekuja kutaka tafsiri ya ndoto kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saidina Abubakar kwa kuwa alikuwa hapo akamwambia Mtume, ya Rasulullah, bi abi anta wallahi la tada'anni fala a'burannaha, ya Rasulullah, nakuomba uniache mimi tafsiri ndoto hii. Anaomba ruhusa kwa Mtume, niache mimi muelezee maana yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Saidina Abubakar, eleza, kama waijua tafsiri yake tafsiri. Saidina Abubakar akaanza kumwambia yule mtu tafsiri ya hiyo ndoto. Amwambia amma dhulla, kile kivuli ulichokiona ambacho chatona samli na asali, amwambia fadhullatul islam, hicho kivuli ni kivuli cha Uislamu, yani Uislamu una nini, unatonesha. Amwambia wa amma alladhi yantifu, na kile ambacho chatona minasamli wal asali, umeona ni samli na asali, falquran, kilokuwa kikitona ni Qur'an, halawatuhu walinuhu, utamu wa Qur'ani na ulaini wake. Anajaribu kumweleza ule mtu. Amwambia wa amma ma yatakaffafu an-nasu min dhalika falmustakthiru min al-Qur'ani walmustaqillu, kile ulichokiona kikitona watu ikawa eka mikono, amwambia sasa hiyo maana yake kuna watu watasoma sana Qur'an, maana yake inatona ni Qur'ani ule utamu wake. Wale wanaokingiliza ni kwamba kuna watu watasoma sana na kuna watu Qur'ani watasoma kidogo. Saidina Abubakar akamwambia wa amma sababu alwasilu minas samai ila al-ard, ile kamba uloota toka mbinguni kuja ardhini, falhaqqu alladhi anta alayhi, ni ile haki ambayo wewe umeishika, ndio kamba. Asema ta'khudhu bihi fayu'lika Allahu bihi, ukiishika vizuri Mungu atakupandisha nayo ile haki, atakupandisha nayo mbinguni. Kisha ataishika mtu mwingine, hiyo haki itampandisha, ataishika mtu mwingine, haki hiyo itampandisha. Kisha yule wa mwisho ataishika, itamkatikia, ataunganishiwa tena, baada ya pia ile haki itampandisha mbinguni. Saidina Abubakar alipomaliza kueleza akamwambia Mtume, fa akhbirni ya Rasulullah, nielezee, asabtu am akhtatu, nimepata ama nimekosa? Amwambia Mtume, mimi hii maelezo nilotoa yako sawa ama hayako sawa? Mtume sallam akamjibu Saidina Abubakar maneno haya, akamwambia asabta ba'dhan wa akhtata ba'dhan, baadhi ya sehemu umetafsiri ndivyo na baadhi ya sehemu umekosea sivyo. Lakini Mtume hakusema ni zipi alizopata na ni zipi alizokosa. Alimwambia tu baadhi ya sehemu umepata na baadhi ya sehemu umekosa.
Kwa hiyo ni kweli, ikiwa pia tunataka tuangalie wakati wa mtume ndoto watu waliwahi kuota mtume akazishuhudia, mfano wake ni ndoto kama yeye, na hadithi imepokewa na al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Pengine tuje katika swali ambalo sasa la jaribu kutuingiza katika maudhui yetu ya leo. Hizi ndoto ambazo tumejaribu kuonyesha kwamba mtume alikiri za toa bishara kwenye Qur'ani, tumepiga mifano na naamu wakati wa mtume ziliotwa, ndoto hizi zina vigawanyo? Na kulingana na hadithi iliyopokewa na al-Imamu Muslim nyingine, ndoto mtume alizigawanya, zina vigawanyo. Vigawanyo vya ndoto ni vigawanyo vitatu. Kuna ndoto yaitwa ru'ya swaliha, ndoto njema. Yani mtu ameota ndoto ambao ni ndoto nzuri kabisa, hiyo bushra min Allah, ni bishara yatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kigawanyo cha pili, kuna ndoto huitwa ru'ya tahzin, ndoto ya kuhuzunisha na kusikitisha. Ndoto hizi mina shaitan, ndo zile ambazo anaizisababisha ni shaitan. Shaitani ana ndoto zake. Kisha sampuli ya tatu, kulingana na hadithi ya mtumi, kuna ru'ya min hadithi nafs, ndoto ambazo zimetokana na mtu kile anatamani katika moyo wake. Ana kila wakati kuna kitu akitajataja atakiota. Min hadithi nafsi, al-insani ma'a nafsihi, hadithi za mtu anazojielezea moyoni mwake pia waweza ukakiota. Mtume ndoto amezigawanya katika vifungu hivi vitatu. Hadithi iliyogawanya vifungu hivi vitatu ni hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha qataraba zaman, wakati zama zitakapokurubia, yani kiyama kikiwa karibu, lam takad ru'ya almuslimi takdhib, ndoto ya muislamu itakuwa haiongei tena urongo. Wakati kiyama kikikaribia, itakuwa aghlabu mtu akiota ni jambo la ukweli, aghlabu mtu akiota ni jambo litakuwa. Mtume asema, wa asdaqukum ru'ya, na wale watakaokuwa na ndoto za ukweli zaidi, asdaqukum haditha, ni wale wanaoongea maneno ya ukweli zaidi. Kila ukitaka ndoto zako ziwe za ukweli sana, wewe pia maneno yako yafanyia ukweli sana. Mtume asema sasa hapa, wa ru'ya almuslimi juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, na ndoto ya muislamu ya ukweli ni sehemu ya utume miongoni mwa sehemu za utume 46. Yani katika sampuli ambazo Mungu anaweza kutumia kumwambia mtume kitu, mojawapo ni ndoto. Sampuli hizo za Mungu kumwambia mja kitu ziko nyingi, za 46, na ukiota ndoto ni moja wa hizo sampuli ya 46. Unapokuwa wewe ukiota kitu usubuhi kinatokea, basi jua katika zile sampuli 46 ambazo Mungu huzitumia kumwambia mtume wake kitu, wewe umepewa moja. Kwa hiyo wewe umetukuzwa, kwa sababu ni njia ambazo hujulishwa nazo mitume mambo yatakayokuwa. Wewe pia umepewa njia moja, nayo ni ndoto za ukweli. Mtume asema ndoto ya muislamu ya ukweli ni sehemu katika sehemu 46 za utume. Mtume sallallahu akasema katika riwaya nyingine, waru'ya 3, ndoto ni sampuli 3. Faru'ya salihah bushra min Allah, ndoto njema ni bishara kutoka kwa Mungu. Waru'ya tahzinin min ash-shaytan, ndoto ya kuhuzunisha kutoka kwa shaitani. Waru'ya mimma yuhaddithu al-insanu nafsahu, na kuna ndoto zingine ni miongoni mwa mambo ambayo mtu yajielezea yeye mwenyewe. Mtume asema, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu, mtu akiota ndoto mbaya, falyakum, na asimame, falyusalli, aswali, wala yuhaddith biha an-nasa, asiende kuwaelezea watu, ainyamazie yeye mwenyewe. Kwa hiyo swali tulokuwa tujiuliza, ndoto zina vigawanyo? Naam, ndoto zina vigawanyo. Kuna ndoto njema na kuna ndoto ambazo zatokana na shaitan, na kuna ndoto ambazo ni mtu tu mwenyewe mazungumzo yake na nafsi yake. Katika hadithi ya al-Imam at-Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i, Ibn Hibban, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema maneno haya, inna lish-shaytani lammatan
wa inna lishaitani lammatan bibni adama walilmaliki lamma. Shaitan ana nafasi ya kutia mambo yake kwa mwanadamu, na malaika pia ana nafasi hiyo. Mtume asema fa amma lammatu shaitan, lile paku la shaitani ama nafasi ya shaitani anaotia, fa i'adu sharri wa takdhibil haqq, ni kumletea mtu mambo ya shari usingizini, kukupingia haki nini. Wa amma lammatul malak, amma ile nafasi ya malaika aliopewa kwako, fa i'adul khairi wa tasdiqin bil haqq, ni kukuletea mambo ya khairi na kuisadikisha haki. Mtume asema basi yoyote atakayeona jambo zuri, falyalam annahu min Allah, jua jambo hilo linatoka kwa Mwenyezi Mungu, mshukuru Mungu. Wa man wajada al-ukhra, atakayeona baya, falyata'awadh billahi minash shaitan, atakiwa mtu hapo ajilinde na shaitan. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa ndoto ziko vigawanyo hivi viwili, lazima ndoto ya Nabii Yusuf yaingia katika kimoja. Ndoto ziko vigawanyo vitatu. Ima Nabii Yusuf alipoota jua na mwezi na nyota 11 za sujudu, ima ilikuwa ni ndoto kutoka kwa Mungu, au ilikuwa ni ndoto ambayo yatokana na shetani, au ilikuwa ni mambo akiyazungumza nafsini mwake ndo akayaona. Na kwa haraka utapata ndoto ya Nabii Yusuf alayhi salam ilikuwa ni ndoto kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana ndoto zote ukiota zikutia wasiwasi, utatoka ukatafute tafsiri. Ina tafsiri gani ndoto? Iwe njema iwe mbaya, utatoka ukatafute maana ya ndoto ile. Hii ndoto niloota ilikuwa na maana gani? Lakini swali ninalokuja, wenda kutaka tafsiri kwa nani? Hapo ndo panapokuja swali. Ndoto hutafsiriwa na nani? Ni mtu yoyote, ama uwe mwenyewe, ama ni mtu wa sampuli gani? Kwanza ndugu zangu, tuelewane kwamba kitendo ama jambo la kutafsiri ndoto ni katika mambo ambayo pia yana utapeli kwa wakati wetu wa sasa. Kuna watu ambao wamefungua manyumba yao na nini, hapa ni mahali wewe njoo tutakufasiria ndoto. Idhaa zafunguliwa kwa ajili ya watu kusikiza tafsiri za ndoto. Watu wakapigana masimu, wengine wakalipishwa na mapesa. Ni mambo ambayo kwamba yameingiwa na utapeli kadhalika. Na sisi tunajua kwamba kila jambo hivi sasa lina utapeli. Kila jambo lina watapeli. Ukikaa vibaya utatapeliwa. Hata dini yako ukikaa vibaya itatapeliwa. Utakuwa wajiona una dini, kumbe umetapeliwa. Wewe huna dini yoyote. Wajiona waswali, kumbe umetapeliwa. Swala unavyoiswali sivyo. Wajiona watoa sadaka, kumbe umetapeliwa. Hazitolewi hivyo. Kila kitu kina utapeli ambao kimeingiliwa na Mwenyezi Mungu. Atatulinda na huu utapeli. Lakini wanao tafsiri ndoto waelewe maneno haya. Imam Malik radhiyallahu anhu siku moja aliulizwa, ayuabiru ru'ya kullu ahadin, mtu yoyote tu atatafsiri ndoto? Aulizwa Imam Malik, mtu akiota aende tu kwa mtu yoyote? Imam Malik akajibu maneno haya, akajibu, abin nubuwati yulabu, utumi wachezewa. Alijibu hili, utumi wachezewa. Amesema utumi wachezewa akimaanisha ndoto ni sehemu miongoni mwa sehemu za wahyi wanazoletewa mitume. Mtu ambaye yuwachezea kutafsiri ndoto, maana yake yuwachezea sehemu katika sehemu za utume. Abin nubuwati yulabu. Imam Malik ameuliza swali hili, bali akaendelea kusema, la yu'abbiru ar-ru'ya illa man yuhsinuha, asitafsiri ndoto ila mtu ambaye yajua kutafsiri ndoto, ndio akaya tafsiri ndoto. Kwa nini ni mpaka mtu ambaye yajua? Kwa sababu ndoto kuitafsiri ni fatwa wampa mtu, kama unavyompa mtu fatwa katika dini. Mtu akikujilia akakwambia, jana nimetokewa na jambo kadhaa, mimi nimepatwa na jambo kadhaa,
mwanamke akakuuliza swali la kisheria, mtu akakuuliza swali katika dini, haufai kumjibu kwa maoni yako, wafaa umjibu kulingana na alkitabu wa sunna. Qur'ani imesemaje? Hadithi za mtume zimesema nini? Ulama wamesema nini? Jambo hili kiasi chake ni kiasi cha jambo gani? Umjibu ule mtu si kwa kichwa chako univyoona tu, mimi hapa naona mwambie hivi, acha mwambie hivi, onekana. Hakuna kitu hicho katika Uislamu. Lazima utoe jibu kulingana na Qur'ani na Sunna. Basi ikiwa mtu akikuuliza swali la kidini utatafuta alkitabu wa sunna, kadhalika ndoto pia ni utafute mtu ambaye ni msomi ndio muulize, mtu ambaye ni mjuzi umuulize, kwa sababu Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu kwenye suratu Yusuf aya 43 alisema maneno haya, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya, nipeni fatwa katika hii ndoto, ikimaanisha kwamba kujibu ndoto ni sampuli katika sampuli za kutoa fatwa. Aftuni fi ru'yaya, nipeni fatwa. Na fatwa haitolewi mpaka uitoe katika masadir salima, uitoe katika vitabu ambavyo vimeswihi, uitoe katika Qur'ani, uitoe katika hadithi za mtume, uitoe katika maneno ya wanazuoni, ndivyo fatwa inapotolewa. Ikiwa fatwa yatolewa huko na ndoto ni sampuli za fatwa, basi ni lazima uitoe ikiwa umeitegemeza mahali sahiha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia maneno haya, ndoto ikiotwa kabla iende ikaelezwe wewe uloota ndio kamwambie mtu, Mtume asema kabla ya pale huwa iko katika mguu wa kindege. Mtume asema arruya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar, ndoto kabla uende ukamweleze mtu, sio mota kabla ukamwambie mtu iko kwenye mguu wa kindege, yani haiwezi kutokea. Ukishamweleza mtu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema itatokea. Kwa ajili hiyo mueleze mtu ambaye wampenda ama mtu ambaye ana maoni mazuri apate kukuelezea kile ambacho kiko katika ndoto ile. Ibn Sirin katika wanazuoni ambao walikuwa mahodari kwa kutafsiri ndoto sana, alijiliwa siku moja na bwana akamwambia, mimi nimeota usingizini na adhini. Allahu akbar, usingizini na adhini. Ibn Sirin akamwangalia akamwambia, wewe utaiba na utakatwa mkono. Yule bwana akashtuka, adhana na kuiba na kukatwa mkono zendana vipi? Akamwambia, naam, utaiba wewe na utakatwa mkono. Bwana mwingine hapo akasimama na yeye kumbe pia aliota adhana, akamwambia, ina maana mimi pia nitaiba nitakatwa mkono, maana mimi pia ninaota adhana. Akamwangalia akamwambia, wewe utahiji, utakwenda hija wewe. Sasa watu wakashangaa, wakamwambia Ibn Sirin, ndoto moja yapata vipi tafsiri mbalimbali? Huyu umwambia ataiba akatwe mkono, huyu umwambia atakwenda haji. Kivipi? Akamwambia, kwa sababu nimemwangalia ule wa kwanza nikamuona ana ishara za mtu muovu, ana ishara kwa huyu ni mtu muovu huyu. Huyu mwingine nimemwangalia sura zake aonesha ni mtu mwema. Sasa yule mtu mwema ikaenda kule waadhin fi nasi bil haji, watakwenda hija. Huyu mtu muovu nikafikiria mtu muovu atafanywa nini sasa? Nikaona hakuna chingine atakachofanywa ila ni kuiba akatwe mkono tu. Na kwa kuwa umeshasema na zimesha tafsiriwa, zitakuwa na zikawa kama wanavyosema wanazuoni. Yule mmoja aliiba akakatwa mkono kweli, na yule mwingine kweli alikwenda hija akaenda kahiji kule Maka. Ile siku yule mwingine alipoota, katika kisa ambacho tumekizungumza mara kadhaa, akamuota Israeli usingizini. Amelala akaota huyu usingizini ni Israeli amekuja. Kisha Israeli akamwambia, akamwonyesha ishara hii. Kisha akaanza kurudi nyuma. Yule bwana akaanza kumfuata Israeli, anambia, maana yake nini? Mimi ninabakisha miezi 5. Yule Israeli yasongea nyuma. Ama siku 5. Israeli kabla amjibu bwana akashtuka usingizini. Ikawa lazima tafute tafsiri. Maana isije kaketi nikaona ndoto tu. Kumbe ndo nafa. Akaona chante, akaenda kwa Ibn Sirin. Maana yake nini? Mimi nimeota
Israeli amenifanya hivi. Akamwambia usibabaike, fungua suratul Luqman aya ya mwisho, ndiyo ndo tafsiri ya ndoto yako. Bwana akafungua akaota, akafungua akasoma aya sema mambo matano hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio ambaye yajua kiyama kitasimama lini. Mwenyezi Mungu ndio ambaye yajua kiwango cha mvua kitakachoshuka, kitaangamiza, kitaleta mazao, kitafanya nini. Mwenyezi Mungu ajua. Mungu ndo anayejua vilivyokuwa ndani ya uzazi wa mwanamke, kwamba kitakuwa kiema, kitakuwa kiovu. Huyu mtoto kwenye tumbo sikujua mume ama ni mke, ataishi vipi, riziki yake itakuwa namna gani, ya tabu ama ya dhiki, atakuwa namna gani. Mwenyezi Mungu ndo ambaye yeye ndo anayejua nafsi itapatwa na nini baadaye, kwa sababu hakuna nafsi inayojua baadaye itapatwa na nini. Hapa tukimaliza darasa hatujui kila mmoja lipi litakalomfika, na hakuna nafsi inayojua wapi itakufa. Hakuna nafsi inayojua itaondoka ikiwa mahali gani, yafanya nini. Kila mtu ajua atakufa, lakini wapi, vipi, hakuna anayejua. Bwana kaona ilikuwa mmefikiri mimi ndo naenda, kumbe tafsiri yake ni tafsiri nyingine. Walipokuwa baadhi ya wanazuoni ikisemekana ni Al-Hasan al-Basri na mwanachuoni mmoja, kuna suu tafahum kidogo, hawaelewani. Ikawa yule mmoja akitajwa jina la mwenzake akiambiwa fulani leo amesema hivi, sema achane naye, kwa sababu hawaelewani. Fulani leo amefanya kitu kadha, usema acheni. Siku moja huyu ambaye hataki kutajwa mwenzake akaota yuko kwenye jaa, amesimama katikati ya jaa, kuna kitu yafanya katikati ya lile jaa. Akiamka asubuhi akataka kujua ile ndoto lolote ilikuwa na maana gani, na yule mwanachuoni mwenzake ndo anayejua maana ya kufasiri ndoto, na hawaelewani. Akaona acha nitume mtu, mimi sendi, manake mimi na yule hatuzungumzi. Akatoa mtu akamwambia nenda mwambie umeota uko jaani, sijui wafanya nini katika lile jaa. Bwana akaenda akamwambia bana imam, mimi nimeota niko jaani nafanya. Yule imamu akamwangalia akamwambia ndoto hiyo huwezi kuiota wewe, ondoka, mlete aliyoiota. Anambia kweli mimi nimeota niko jaani. Akamwambia sijakataa kuhusu ndoto, nakataa umeiota wewe, kwa sababu hiyo ndoto haiwezi kuotwa na mtu kama wewe, haiwezi. Bwana ikabidi atoke, akamfuata yule aliyomtuma, akamwambia yule ameniambia ndoto haiwezi kuotwa na mtu kama mimi. Yule akaona sina budi, lazima niende mimi. Akaenda, akifika wakasalimiana, wakakumbatiana, wakaanza kuzungumza. Yule mwenye kujua ndoto akamwambia basi hata kama mimi na wewe hatuzungumzi, lakini sasa Mwenyezi Mungu amejalia tumepatana. Mungu amejalia sasa tutazungumza kwa sababu ya ndoto. Kama Mungu anakuletea hiyo ndoto ili tu nini? Yule akamwambia umejuaje kwamba ile ndoto hawezi kuiota yule mtu? Akamwambia kwa sababu ile ndoto yazungumzia elimu, ile ndoto yazungumzia wanachuoni, na mimi nimepima hapa mjini kote, hiyo ndoto afaa uiote wewe. Yule mtu aliyokuja hawezi kuiota, hawezi hata kafanya nini, hawezi. Ile ndoto maana yake wewe utakuwa mwanachuoni mkubwa zaidi ya ulivyo sasa, na utakuwa na wanafunzi wingi ambao wamekuja kwako kutafuta ilmu. Nikajua hawezi kuwa yule, hii ndoto yako tu wewe. Lakini alhamdulillah Mungu ameleta ndoto ili tupate kuelewana, mimi na wewe tuzungumze, turudi kama zamani. Kwa hiyo utaona kwamba ndoto naam zinazo tafsiri na zinazo maana, lakini mwenye kufuatwa kuulizwa maana ni umfuate mtu ambaye ameelekea kuelezea ile ndoto. Ndio Nabii Yusuf alayhi salam ametupa mfano. Alipoota ana ndugu tele, alikuwa na uwezo kumfuata mmoja wao amwambie mimi nimeota, lakini akaona hapana. Amewaangalia wote akaona hapa hakuna mwenye dalili za kuweza kujua hii ndoto ila ni babangu peke yake. Akamfuata babake akamwambia mimi nimeota mwezi na jua na nyota 11, nimeota zanisjudia. Na ndio maana Nabii Allah Yaqub akaijua tafsiri ile ndoto kwa sababu ni mja mwema. Ndugu zangu Waislamu, ikitokea mtu ameota ndoto mbaya, ameota ndoto wafukuzwa, ameota ndoto waiba, ameota ndoto wanyolewa, kwanza hiyo ndo ndoto mbaya kabisa. Ameota ndoto mtu ya kunyoa kipara, amka, usiendelee na hiyo ndoto, utafukarika mpaka utajuta. Amka katika usingizi huo, wakubali kunyolewa wewe ndani ya ndoto, amka kabisa. Ameota wafukuzwa na nyoka,
moto anguka kwenye mashimo, wanguka kwenye gorofa, sijui moto wapigwa. Zile ndoto mbaya mbaya tunazoziota, mpaka sengine ukaamka ukasikia roho yaenda mbio kwa sababu ya ndoto mbaya uliyoiota. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Mtume atuambia katika hadithi, yoyote ambaye ataota ndoto mbaya ajue tangu mwanzo ndoto hiyo imetokana na shetani. Na mtu akiota ndoto mbaya atakaposhtuka, basi na aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Baada ya kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, aseme wa min sharri ma ra'aitu, najilinda na Mungu. Mungu anilinde na shetani, na mtaka Mungu alinde na shetani, na anilinde na hii ndoto mbaya niliyota, anilinde nayo. Kisha ateme mate mara 3 upande ule ambao alikuwa ameulalia, ama ateme upande wa kushoto kisha ajiuke upande wa kulia, aendelee na usingizi wake. Siku ya pili akiamka, Mtume asema asielezee mtu, kwa sababu ukielezea mtu itakuwa kiota ndoto mbaya. Jilinde na shetani, geuka upande wa pili. Na ndoto mbaya hizi ni natija ya mambo mawili: ni natija ya kulala bila ya udhu, na ni natija ya kutosoma dua za kulala. Lazima utaota ndoto mbaya. Usiku mzima umempatia nafasi shetani, na sisi tunajua kwamba mashaitani usiku ndio wakati wao. Siku mzima umempatia nafasi mchawi, na hata wachawi pia hupenda sana usiku kufanya mambo yao. Usiku mzima umempatia nafasi mwanga, na sisi tunajua kwamba wanga pia hupenda zaidi kuutumia muda gani? Usiku, kufanya ule uwanga wao. Anaitaka kuruka, anaitaka sijui kufanya nini, anaitaka kufanya mambo ya kiwanga wanga, wote hupenda usiku, manake ndio ule wanga utafanyika kiwanga wanga zaidi. Sasa unapolala hukuomba dua wala hukutawadha, watarajia nini wewe? Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alimtumania wahi Nabii Musa, akamwambia ya Musa, idha asabatka shay'un wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak. Ukipatwa na jambo na huko na udhu huna, kitu kibaya kikakufika, jilaumu mwenyewe. Kwa nini udhu ulikuwa huna? Usilaumu mbona nimefikwa na kitu kibaya, jilaumu wewe kwa nini ukutawadha. Kwa sababu udhu ni miongoni mwa kinga zinazomkinga mtu na shetani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, ayanamu ahaduna wa huwa junubun, mtu aweza kulala na ana janaba? Mtu amepatwa na janaba usiku, lakini una vipi kuoga, kuna baridi, labda hana maji usiku, choo kiko mbali, aweza kulala mpaka asubuhi? Mtume akajibu naam, ndio anaweza kulala na janaba lake mpaka asubuhi, lakini idha tawadha, aende kwanza akatawadha kisha ndo jalale, kwa sababu ule udhu ni kinga. Mtume akasema waweza kulala hata na janaba mpaka asubuhi, lakini ni uzuri kwanza utoke ukafanya nini, ukatawadhe, kisha ndio urudi juu ndio kulala. Kama ilikuwa haiwezekani kuoga, basi angalau utawadha, sababu udhu ni kinga. Sasa udhu hukuchukua na dua hukusoma, nini kitokee baada ya hapo? Bila shaka ni ndoto za kupelekwa mbio, ndoto za kushtua nafsi, ni ndoto ambazo zitaletwa na sheitani, kwa sababu ule sheitani nafasi umempatia wewe mwenyewe. Na kama kuna ndoto ambayo ni ya ukweli, ndugu zangu, ndoto ambayo haina shaka siku utakapoiota, ndoto ambayo usitafute mwenye kukutafsiria, ndoto ambayo ukiota jua umeota ndivyo, ni wakati utakapomwota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umelala ukamwota Mtume usingizini, basi umemwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, haukuota kitu kingine. Vilivyobakia vote, ndoto zote, waweza ukaota kitu kumbe ni chingine. Waweza ukalala ukamwota mtu unayemjua usingizini na kumbe siye. Ukalala ukaota wazazi wako na siwo. Ukamwota rafiki yako na siye. Ukaota mambo na sio. Yani waweza ukamwona mtu usingizini na siye, ni shetani amejifananisha naye. Lakini utakapomwota Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jua fika wewe umemwota nani? Mtume. Usiwe na wasiwasi na hiyo ndoto. Utajuaje kwamba huyu nilomwota ni Mtume? Utajua
Kwa sababu ndoto huwa zajieleza kabla. Kuna story ulikuwa wazungumza, kuna kitu ulikuwa chafanyika. Wakati mwingine waweza ukaota jini, ukaota ndani ya ndoto umeona jini. Ulijuaje kama ni jini? Kwamba ilikuwa kuna story yaendelea, alafu kuna mtu kama akwambia angalia jini, ukiangalia ukaona lile jini, basi namna hiyo hiyo utajua huyu ninayemwota sasa ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kwamba kwanza utajiliwa kabla hujalala uambiwe leo kilala utamwota mtume. Hakuna kitu hicho. Wala hakuna kwamba kwanza utaletewa habari. Hapana, ndoto ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni ndoto ambayo ni ya ukweli wala haina shaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, man raani fil manami faqad raani. Ukiniota umeniota, ukiniona usingizini umeniona mimi. Fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi, kwa sababu shetani hawezi kujifananisha na mimi. Shetani amenyimwa ruhusa hiyo. Ameruhusiwa kujifananisha na yoyote katika sisi, yoyote. Shetani ameruhusiwa na ana uwezo wa kujifananisha na yeye yoyote, ila Mtume Muhammad. Waweza ukaota usingizini Nabii Isa na si Nabii Isa. Zokamota Nabii Allah Zakaria na si Zakaria. Zokamota Nabii Nuhu na si Nuhu. Saleh si Nabii Saleh. Yoyote anaweza kujifananisha naye. Ukaona leo namota Nabii Saleh, kumbe hata ni shetani alijifananisha tu, ukaona huyu ndiye, kumbe si. Lakini mtume amenyimwa ruhusa. Kwa sababu ya kunyimwa ruhusa, asije kukwambia maneno ya urongo usingizini ukaona umeambiwa na mtume, kumbe shetani. Unaweza ukalala halafu shetani aje ajifananisha na mtume, kisha aje akwambie wewe kuanzia kesho usiswali, wewe wenda peponi. Ukiamka usubuhi ukaambia watu mtume mwenyewe ananiambia, mtume ananiambia mimi ndo wapi? Peponi. Kumbe shetani. Mungu akamnyima ruhusa hiyo ili kusudi asiweze kupata nafasi ya kuzungumza urongo kumsingizia mtume, hata ndani ya usingizi asiweze kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ukimwota mtume umemwota yeye, na kuna mambo ambayo hata sisi tukiyataka tutamwota mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kuna fakhri kubwa wala jambo la kufurahisha kama kuona uso wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sote ikiwa tutamani, basi wanazuoni wasema hakikisha wakithirisha kumsalia mtume mara kwa mara, wamsalia mtume Muhammad mara kwa mara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-salatu was-salamu alayka ya rasul. Mara kwa mara wamsalia mtume. Wanasema ni katika sababu utaweza kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mwenye kukitaja kitu sana ina maana yakipenda, na anayekipenda kitu aghalabu akilala ukiota. Tamwona mtoto mdogo amelala, yuota nyimbo za skuli yuaimba. Kumbe zile nyimbo yuazipenda ule mtoto, zimuingia damuni. Basi kwa kuwa zimuingia damuni, mpaka akilala yuazimba katika usingizi wake kwa namna anavyozipenda. Mwingine apenda kusoma Qur'an, akilala yafungua mdomo wake yasoma Qur'an, kwa sababu yupenda. Na hauwezi kuwa mtu wa kumsalia mtume sana, wapenda mtume kisha ulale ukose kumwota mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Utamwota tu. Ukishika tasbihi jizoeshe kumsalia mtume, hata usipate tabu ya astaghfirullah kila mara astaghfirullah. Ogopa nini wewe? Kila mara astaghfirullah. Umemtendea Mungu nini? Pa kila mara wewe astaghfirullah. Msalie mtume, kwa sababu kumswalia mtume kuna kupatia bonus ya hiyo astaghfirullah kabla hujaisema, kama ilivyo katika hadithi. Yani wewe umesema Allahumma salli ala Muhammad, thawabu utakazolipwa utalipwa thawabu 10 za kumswalia mtume. Thawabu utakazolipwa utaondoshewa kero za moyo wako. Thawabu utakazolipwa utaona madeni uliokuwa wadaiwa yanalipika bila wewe kujua. Thawabu utakazolipwa utafutiwa dhambi zako. Unaposema astaghfirullah, haya mengine utapata. Astaghfirullah itakuondoshia hamu, astaghfirullah itakulipia madeni, astaghfirullah itakupa thawabu 10. Hapana, lakini ukimswalia mtume utapata hiyo astaghfirullah. Kwa hiyo ni bora zaidi kumswalia mtume upate astaghfirullah kuliko astaghfirullah ukose haya mengine huku. Bora ukishika tasbih kila mara umswalie mtume. Kisha kila ibada ina ria.
Kila ibada ina kujionyesha. Waweza ukaja ukaswali hapa msikitini, huna thawabu, ulikuwa ukijionyesha. Waweza ukaenda ukatoa sadaka huko wajipiga maselfie, huna thawabu, ulikuwa wajionyesha. Waweza ukaenda sijui wafanya nini, huna thawabu, ulikuwa wajionyesha. Wasema astaghfirullah, watu wakusikia astaghfirullah, astaghfirullah, huna thawabu. Lakini swala ya Mtume sallam haina kujionyesha. Hata ukasema kwa nguvu mbele za Allahumma salli ala Muhammad, wewe umepata thawabu. Watu waseme yule naye kila mara, kila akiketi, watu waseme. Wewe jua ukimswalia Mtume kwa namna yoyote thawabu utapata. Mswalie ukilala, mswalie ukiketi, mswalie ukisimama, mswalie kwa nguvu, mswalie taratibu, mswalie mbele za watu, mswalie peke yako, utalipwa thawabu. Usimswalie sehemu ambazo zimekatazwa. Enda kumswalia Mtume chooni, enda kumswalia Mtume jahani, mambo gani hayo? Mswalie zile sehemu ambazo zimeruhusiwa, sehemu nzuri, sehemu za kupendeza, utalipwa thawabu tu bila wasiwasi wote. Wanasema ukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam utamwota Mtume. Wanasema miongoni mwa sababu za kumwota Mtume, safisha moyo, safisha asarira, moyo wako. Kama ambavyo tunajali nguo tunazovaa ziwe safi, zinyoshwe pasi, zipendeze, tukionekana mbele za watu tuonekane tuko smart, basi kadhalika ujali moyo wako uwe smart, kwa sababu Mungu haangalii kanzu. Sisi tutaangalia na nguo, Mungu ataangalia moyo wako. Nguo jipambe kwetu sisi, moyo mpambie Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Moyo wako ukiutengeneza ni moja wapo wa sababu za kumwota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume hawezi kuonekana na mtu ambaye moyo wake una chuki, una bughdha, una nini. Huwezi kumwota Mtume. Utaota hawa waliobakia tu humu, utamwota Obama, utamwota sijui nani, utaota hawa tu hapa. Mtume huwezi kumwota. Moyo mchafu. Wanasema safisha moyo wako. Katika mambo ambayo wanazuoni wanasema yatakusababishia kumwota Mtume ni umpende mapenzi ya kweli, sidqu mahabbati. Mpende Mtume pendo la dhati, pendo la sawa, pendo safi. Mpende Mtume sana zaidi unapojipenda nafsi yako. Sayyidina Umar aliposikia Mtume akisema yoyote hatoingia peponi mpaka mimi ni mtu hatopata imani ile ya tamu ile, la yu'mina ahadukum hatta akuna habba ilayhi, mpaka mimi awe anipenda zaidi kuliko babake, watoto wake, mali zake na watu wote, na hata nafsi yake. Yaani yuko tayari hata akiambiwa chukue kwa sababu Mtume Muhammad, atasema ni uweni kwa sababu Mtume Muhammad. Nafsi yake haipendi kama anavyompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar akamwambia Mtume Rasulullah, wallahi mimi nakupenda kuliko vitu vyote isipokuwa kitu kimoja tu. Gani? Akamwambia nafsi yangu. Mimi nafsi yangu naipenda zaidi. Yaani leo mtaambiwa chukue wewe ama tumuoe Mtume, tukushike yetu tukufunge ama tukitumshike Mtume, nitajitanguliza nafsi yangu, nitasema niacheni. Maanake nafsi yangu mimi naona naipenda. Mtume akamwambia imani yako bado imani yako haijatimia. Umar akarudi akaketi, akaja kwa Mtume ya Rasulullah, sasa naona mimi nakupenda kuliko hata nafsi yangu, siwezi itanguliza nafsi yangu mbele yako. Mtume akamwambia al-ana ya Umar, yani sasa imani yako imefika pale panapotakiwa. Sasa wewe ndio una ile imani thabiti kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapenzi ya kweli. Na miongoni mwa mambo ambayo pia yanachangia ni kupenda kusoma sera ya Mtume. Kusoma sera ya Mtume. Mtume alizaliwa vipi? Mtume alizaliwa wapi? Alionyeshwa na nani? Mtume alikulia vipi? Vita vya Mtume alivyopigana ni vipi? Mtume alikuwa akipenda kusema maneno gani? Dua za Mtume. Basi haya mambo yatatusababishia kumwota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sisi bado tungaliko katika kuzungumza kwamba Nabii Allah Yusuf alayhi salam ameota ndoto na akaenda akamuelezea babake ndoto ile ambayo ameiota. Leo tulichokuwa tumejaribu kukizungumza, tulikuwa tunataka tutembee katika ulimwengu wa ndoto. Tuziangalie ndoto, sheria imezizungumza vipi, ndoto zilikuweko wakati wa Mtume. Mtume aliwahi kuelezwa ndoto nani mwenye kuzitabiri, ndoto ziko namna gani, ndoto ya ukweli ni ipi, ukiota ndoto mbaya fanyaje. Tulikuwa tunataka tuzunguke katika hali hii ili mwisho tukumbushane jambo moja. Nabii Allah Yaqub alayhi salam baada ile ndoto alimwambia Nabii Yusuf, usiwaeleze ndugu zako, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Inshallah taala tutakapokutana tutaanza kuangalia hikma ya Nabii Allah Yaqub kumkataza Yusuf asiwaeleze ndugu zake. Hawa ndugu wana nini? Na je, ni kila jambo wewe utamueleza ndugu yako?
ndugu yangu kweli, lakini kila kitu utamwambia? Ama kuna vitu vyafaa vibakie kwako, kuna vitu afadhali umwambie babako, kuna vitu hufai kumwambia ndugu yako. Inshallah taala tutaingia katika kuyazungumzia masala hayo ili tupate kuona zile faida zilizoko katika suratu Yusuf. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa tutakoma. Ikiwa tuliyozungumza ni mazuri, basi ni taufiki yake Mwenyezi Mungu, na ikiwa tumekosa ni sisi wenyewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha